makazi safi? Rais Samia Suluhu safi? Kamisa wetu wa sensa safi? Mkuu wa mkoa je? Ndugu mgeni rasmi na viongozi wote wa meza kuu na wajumbe wetu ambao ni viongozi wa madhehebu ya dini kutoka makanisa yote na misikiti yote ya wilaya ya Kibaha na wageni wote waalikwa, naomba nichukue nafasi hii kutoa maelezo mafupi kuhusu kongamano hili. Ndugu mgeni rasmi, kama tunavyojua, zoezi la sensa ya watu na makazi linafanyika kila baada ya miaka 10. Na niseme kwamba sensa ya awamu hii ni ya staili yake. Tumeanza zoezi hili tangu kipindi cha sensa ya majaribio, ambapo wilaya ya Kibaha, kata ya Pangani, mtaa wa Mweza, tulipata fursa kati ya maeneo machache sana ambayo yalitengwa kwa ajili ya sensa ya majaribio. Na nikushukuru sana mgeni rasmi, uliweza kutembelea kwenye eneo letu ambalo lilitengwa kwa ajili ya majaribio, mtaa wa Mweza. Niseme kwamba sensa ya mwaka huu imekuwa na vitu vingi. Tumeanza anwani ya makazi na sasa tunaenda kwa ajili ya kuhitimisha zoezi hili hapo tarehe 23, ambapo wananchi wote wanaenda kuhesabiwa, au watu wote watakao kuwa ndani ya nchi yetu siku ya tarehe 23. Nichukue nafasi hii kusema kwamba kongamano hili, ndugu mgeni rasmi, unaloliona ni matokeo ya jitihada mbalimbali ambazo zimefanywa tangu hatua ya kwanza ya majaribio ya zoezi la sensa kwenye eneo letu la mtaa wa Muheza. Vijana, kina mama, makundi mbalimbali ya watu, viongozi wa madhehebu ya dini kupitia kamati zao za amani za wilaya, kata mpaka mkoa, tumekuwa tukishirikiana nao kwa ukaribu na serikali. Kwa hiyo nichukue nafasi hii kuwashukuru wadau wote na makundi yote mbalimbali ambayo tangu hatua awali ya sensa ya majaribio mpaka leo ambapo tuko kwenye kampeni na hamasa za lala salama, ambazo tuko na majuma kama 3, tunafika tarehe 23 kwenda kuhitimisha zoezi la kila mwananchi ambaye atakutwa usiku wa kuamkia tarehe 23 atahesabiwa. Ndugu mgeni rasmi, maandalizi ya kongamano haya ili linatokana na jitihada ya kamati ya amani ya wilaya ya Kibaha, ambayo baada ya tarehe rasmi Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan alipotangaza tarehe rasmi ya kuhesabiwa tarehe 23 mwezi wa 8 mwaka 2002, tulikaa na makundi mbalimbali kupanga mikakati mbalimbali ya kuweza kuwafikia wananchi wetu kwa ajili ya mazoezi yote ya anwani na makazi na sensa ya siku ya kuhesabiwa ambayo Mheshimiwa Rais ameitangaza. Niwashukuru sana kamati ya amani ya wilaya. Tumeshirikiana nayo bega kwa bega na viongozi wote wa madhehebu ya dini. Wamefanya shughuli nyingi kupitia kundi lao na waumini wao. Kongamano hili, ndugu mgeni rasmi, ni matokeo ya kazi ambayo imefanywa na kamati ya amani ya viongozi wa dini ngazi ya wilaya, ambao wameweza kufika kwenye maeneo mbalimbali ndani ya wilaya ya Kibaha kuongea na viongozi wenzao wa misikiti na makanisa kuhakikisha kwamba ujumbe wa sensa unawafikia kila muumini na kuhakikisha wanahamasishana kwamba inapofika tarehe 23 kila muumini kwa dhehebu yake na kwa dini yake kwa kundi hili wajitokeze na waweze kushiriki kuhesabiwa. Na kongamano hili, ndugu mgeni rasmi, limeandaliwa na viongozi hao wa kamati ya amani ya wilaya, ambao wiki 2 wameweza kuzunguka kwenye makanisa na misikiti mbalimbali ndani ya wilaya yetu ya Kibaha kuhamasisha viongozi wenzao, ili walau kila msikiti au kila kanisa au kila nyumba ya ibada basi walau tupate wawakilishi 3
ambao tutaweza kukutana kwenye kongamano hili. Kwa hiyo Mheshimiwa mgeni rasmi, hii halaiki yote ni ina wawakilishi 2 au 3 kwenye kila dhehebu au kila nyumba ya ibada. Niwashukuru sana kamati ya amani. Ndugu mgeni rasmi, kwa kipekee kabisa nichukue nafasi hii kumpongeza Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu kipenzi Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa anayofanya na uamuzi wake wa dhati baada ya kuona changamoto nyingi tunazozipata katika mgawanyo wa rasilimali hasa kupitia bajeti tulizonazo. Akaona ni bora abebe jukumu lote la sensa hili, aunganishe na anwani ya makazi, ambalo zoezi la anwani ya makazi napenda kukujulisha kwamba limekamilika ndani ya wilaya ya Kibaha na limeleta mafanikio makubwa. Lakini kwa kipekee nimshukuru Makamu wa Rais, Waziri Mkuu, wewe kamisa wa sensa upande wa Tanzania bara na kamisa wa sensa upande wa Tanzania visiwani na ofisi ya mtakwimu mkuu wa serikali NBS kwa jinsi ambavyo mmekuwa mkitupa ushirikiano mkubwa pale ambapo tunahitaji wataalamu. Hamkusita kutuletea wataalamu na ufafanuzi na saa nyingine hata kupitia simu au message za simu za mkononi. Kwa hiyo matokeo haya ya kongamano hili ni pamoja na juhudi kubwa ambayo tunaipata kupitia kwa viongozi wetu wa ngazi wa taifa na ofisi yetu ya mtakwimu mkuu. Kwa hali inayoonekana ya ushiriki wa viongozi wa madhehebu ya dini, ninaamini kabisa kwamba tutaenda kufanya na kuhitimisha zoezi hili la kampeni za lala salama za kuhakikisha kila mwananchi au kila mtu ambaye atakuwa ndani ya nchi yetu kwenye kipande hiki cha wilaya ya Kibaha atahesabiwa. Kwa kipekee tumshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kuweza kubadilisha mfumo wa uchukuaji wa taarifa. Na sisi Kibaha tulikuwa na kipande cha majaribio. Tumeona faida kubwa ya kutumia vifaa vya kisasa vya kidijitali ambavyo ni maarufu kama vishkwambe. Pale Muheza tumeona matokeo makubwa na tuna faraja, ndio maana hata viongozi wa madhehebu ya dini wamejitoa kuhakikisha sasa uwekezaji wa rasilimali fedha, rasilimali watu na vifaa vya kisasa ambavyo Mheshimiwa Rais Samia Suluhu ameweka viende kuleta matokeo, vikabadilishe na kutoa ombwe la ugawanyaji wa rasilimali katika maeneo mbalimbali kwenye nchi hii, kwani wote tunaamini sensa ni kwa ajili ya maendeleo yetu. Kwa hiyo tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais. Ndugu mgeni rasmi, kongamano hili kutakuwa na shughuli ambazo zimeorozeshwa kwenye ratiba yetu. Utapata fursa ya kusikia maigizo ambao tumechukua wasanii wetu maarufu ambao ni kina Mwogo Mchungu wako hapa. Wameandaa maigizo madogo madogo kama ya dakika 5, dakika 3 ya kuhamasisha sensa. Lakini vile vile tumeandaa tangazo hilo ambalo litachezwa na utapata fursa ya kulizindua, ambalo linahamasisha kila mwananchi na kila mtu ajitokeze kuhesabiwa na umuhimu wa sensa ya watu na makazi, ambapo utapata nafasi ya kuzindua tangazo hilo. Na tangazo hili, ndugu mgeni rasmi, tumeliweka makusudi na tumeshaongea na wenzetu wa vyombo vya usafirishaji, bodaboda, bajaji, wamiliki wa daladala waweze kucheza tangazo hili kwenye vyombo vyao vya usafiri wakati vinatoa huduma ya usafirishaji kwa wananchi. Kwa hiyo tunaamini kupitia tangazo hili tutaendelea kuhamasisha wananchi wetu. Lakini tangazo hili litaenda kuchezwa sokoni, litaenda kuchezwa stendi, litaenda kuchezwa kwenye mikusanyiko ya wananchi na shughuli zao. Tutaenda kuweka tangazo hili ambalo ni sauti inasikika, Mheshimiwa Rais akihamasisha sensa, na sisi viongozi wa wilaya ya Kibaha na wahamasishaji wengine wakiwepo wasanii wamo kwenye tangazo hilo, ili kila mtu afikiwe na kuhakikisha anajitokeza. Lakini kwa kipekee, ndugu mgeni rasmi, tumeweza kuingia makubaliano na mabasi ya mwendo kasi dati
ambayo anafanya safari zake kutokea Kibaha kwenda Dar es Salaam, na tumeshakubaliana kwamba tangazo hili watalicheza ndani ya vyombo vyao vya usafiri kutoka Kibaha kwenda Dar es Salaam kipindi chote hichi ambacho tunaelekea kwenye mazoezi ya kuhamasishana ya kampeni ya Lala Salama ya kufikia usiku wa tarehe 23. Kwa hiyo ndugu mgeni rasmi, tunaamini kabisa kupitia makundi haya, kupitia matangazo haya, kupitia wamiliki wa bodaboda na bajaji, wote kwa pamoja tukishiriki na kuwafata masokoni na sehemu zenye shughuli za kiuchumi ambapo kuna kusanya wananchi, matangazo haya yakiruka yataweza kuleta matokeo makubwa ili yale malengo ya Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan kuhakikisha kila mwananchi au kila mtu awe raia au asiwe raia, usiku wa tarehe 23 akiwa ndani ya nchi hii ahesabiwe, malengo yale yatatimia. Lakini Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa kipekee niwashukuru sana viongozi wa madhehebu ya dini. Tumeandaa andiko fupi ambalo ni tangazo la maandishi, na tumekubaliana kwa umoja wetu majuma haya matatu kuelekea tarehe 23 mwezi wa 8, siku ya kuhesabiwa, tumekubaliana kwamba andiko lile tutakuwa na maafisa wetu wa serikali watakaribishwa kwenye kila msikiti na kila kanisa, aidha kabla au baada ya ibada. Tutapata fursa kwa waumini wao kusoma andiko fupi la kukumbushana kwenye majuma haya matatu yaliyobaki, kwamba itakapofika tarehe 23 basi kila mmoja wetu ahakikisha anashiriki kikamilifu kuhesabiwa yeye na familia yake na kuhamasisha na majirani na kila mtu. Ndugu mgeni rasmi, kwa kipekee niendelee kukushukuru kwa kuweza kukubali kuja kushiriki na sisi. Tunajua mama yetu na majukumu makubwa. Wiki iliyopita nilikuona Hanang kule, nikasema mama kafika Hanang, wilaya yangu ya kwanza. Umefanya kazi nzuri, mara nakuona Shinyanga, nyanda za juu kusini, na timu yako yote. Kwa kweli tunachotaka kumhakikishia Mheshimiwa Rais na utufikishie salamu zetu kwake kwamba sisi wananchi wa Kibaha na mkoa wa Pwani kwa ujumla tutahakikisha rasilimali alizowekeza kwenye zoezi hili la sensa ya watu na makazi, tangu kipindi sensa ya majaribio mpaka anwani ya makazi, na sasa tunaenda kwenye hatima ya mwisho ya wote tuende kuhesabiwa, fedha alizowekeza, rasilimali alizowekeza, vitendea kazi alivyovitoa kwa ajili ya kufanikisha zoezi hili, sisi wananchi wa Kibaha na wananchi wa mkoa wa Pwani tunataka kumhakikishia Mheshimiwa Rais hatutamwangusha. Kila mmoja wetu atajitokeza, na tunahakikisha kwamba kila mtu akihesabiwa, mimi nikihesabiwa, wewe ukihesabiwa, na mwingine akihesabiwa, sote tutakuwa tumehesabiwa, na mgawanyo wa rasilimali ambao una mgogoro mkubwa hautakuwepo. Mheshimiwa Kamisa wa sensa, tumekuwa na changamoto za rasilimali. Sisi wakuu wa wilaya, ikifika muda wa kusajili wanafunzi kuingia darasa la kwanza, hatuendi likizo. Tunashangaa tu madarasa hayatoshi. Lakini tukienda kwa wananchi wetu, kijiji kimoja kina shida ya nguzo za umeme, kijiji kingine nguzo zipo za kutosha zinaoza ziko chini, kijiji kingine kinahitaji mita za maji, kijiji kingine zina mita zipo tu. Lakini yote ni kwamba kweli tuna rasilimali ndogo, lakini tukizigawa kutokana na mahitaji, kutokana na ukuaji wa miji yetu, tutaweza kuzitumia kikamilifu. Kama hatutamaliza changamoto, basi tutazipunguza kwa kiasi kikubwa, kwa sababu hata hizi zilizopo tunashindwa kubashiri kwamba tupeleke kiasi gani kule. Tunao wenzetu ambao kwa mfano walemavu wa ngozi, anatoka vituo vya afya vya kijiji na kata, anakuja kuchukua mafuta hospitali ya wilaya. Ukiongea na mganga mkuu wa wilaya anakwambia hatuna takwimu sahihi kuna walemavu wa ngozi wangapi kwenye kijiji hicho. Kwa hiyo ninaamini kabisa jambo alilofanya Mheshimiwa Rais kuwekeza kikamilifu kwenye sensa hii na kutumia vifaa vya kisasa na vya gharama kubwa, tutaenda kuzigawa rasilimali zetu hizi kwa uhakika, na tutajua mahitaji halisi
ili serikali tuongeze nguvu kwenye sehemu ambapo tunaona kwa kweli kuna changamoto.